haiwi ya kwako peke yako. Vita unapopendana na Mungu, matokeo ya kupendana na Mungu yanakusaidia. Kwa maana vita yoyote ulio nayo haiwi ya kwako peke yako. Singempigia Yesu makofi mengi. Ongeza Yesu makofi. Unapopendana na Mungu au matokeo ya kupendana na Mungu ni vita yoyote ulio nayo haiwi ya kwako peke yako. Ndio raha. Wakati mwingine vita hiyo hiyo nayo wewe, lakini wewe hivi mwaje kufikiria kama mchungaji, unaweza kushangaa changamoto hiyo nayo wewe ndio changamoto niliyo nayo mimi, lakini unashangaa baada ya mwezi mmoja wewe uko vile vile nimeisha. Vita mingi. Niliwahi kuambia watu fulani kusema kwamba uzito wa hiki kitu unategemea stamina ya mbebaji. Yule anachosema uzito wa hiki kitu. Tunaona mtu kashika hivi. Si kila mtu anaweza kashika hivi. Jina la Bwana libarikiwe. Ukimchukua mtoto wa miaka 4, ukimwambia wewe nenda kabebe kile kitu, abebe kama alivyo mimi hapa, utakombana na kumbe mama, mbona ninyanyasa? Kumbe mama, mbona nitesa? Lakini ukienda kwenye mzani, uzito wa kiti ni ule ule. Kwa hiyo uzito wa kiti unategemea stamina ya mbebaji. Na kuzungumza kwamba vita yoyote ulio nayo haiwi ya kwako peke yako. Yako maneno mengi ya Mungu vile tusoma ambayo Mungu ameahidi kupigana pamoja, kupigana upande. Tena kwa sababu nyingine amesema nini? Mtanyamaza kimya, yeye atafanyaje? Hatupigania. Sasa wanaweza kupigania mtu ambaye rafiki. Wakati mwingine unaweza kupita mahali fulani kijeuri, alafu unapita mbele ya watu ambao ukiwaangalia unakuzidi kila kitu. Huyu anajifanyia nini? Wewe tuna mfano mmoja. Mimi nimezaliwa kijijini na nimechunga ng'ombe. Kuna tabia fulani kwenye machunga ya ng'ombe, kwa machungani wanashangaa wanapewa kitu. Unaweza kupigana nao. Sawa? Unaweza kupigana nao. Jana anakuonyesha unamwona anazidi kila kitu. Sasa kabla haujajibu wanaangalia kwa nyuma. Ukiangalia kwa nyuma mara nyingi unakuwa na ndugu zako au kaka zako ambao ni wakubwa, ambao ni uhakika kwamba hata nikizidiwa hawa watakuja kuingilia kati hiyo vita. Kwa hiyo ukigeuka huwa nakupa ishara fulani. Kwa hiyo naona kichukua unasema naweza. Kinachokupa jeuri sio kwa sababu na nguvu za kupigana za kupambana
wa Yesu. Vita yoyote ulionayo kuanzia sasa hivi sio ya kwako. Kwa hiyo masuala ya kujipigania Baba, mimi nimeshasafa. Mwambie staff kujipigania. Mwambie acha kujipigania. Mwambie Bwana atakupigania. Piga Yesu akufanya leo. Mimi nijipiganie. Jina la Bwana libarikiwe. Na vita yoyote inawezekana kusema. Hiyo wewe unaweza kuzunguka kama hii, unaweza kujitetea. Kama inakuja katika kusubiri ya uongo na hamita. Kama inakuja katika kusubiri ya uongo na mtamu, kama inakuja utaweza. Mara uongo unajipigania. Utaweza. Jina la Bwana libarikiwe. Okay, tuache hii. Inawezekana sasa unataka kwanza kudhibiti wale watu ambao wanajiandaa kusema utawadhibiti utaweza. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Unisikilize vizuri tu. Nazungumza haya kwa maana Mungu anakupenda. Hii message naomba katika jina la Yesu Kristo. Mungu akusaidie, upende ikusaidie. Utaishi maisha ambayo hakutarajia. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Maana hawezi kwenda kwa Mungu. Sasa mchungaji. Mungu akamjokea Mungu. Huyu mchungaji achana naye tuhafai. Sisi tunafahamu nisikilize. Wanaweza wakavunja urafiki wa binadamu na binadamu. Jina la Bwana libarikiwe. Huo wanaweza wakavunja urafiki wa wewe na Mungu. Hayuko mwanadamu anaweza kuvunja. Ndio maana ninakuunganisha kwenye madhabahu hii hapa. Hakikisha 2026 unakuwa ni mwaka ambao unaingia agano jipya na kutengeneza urafiki na Mungu aliye hai na Bwana wa majeshi na Bwana wa vita ambaye ana uwezo zaidi ya adui zako. Ninatamani 2026 Jina la Bwana libarikiwe. Kama nilivyokuambia, nilikwambia jina la Bwana libarikiwe. Nimeshakwambia upende mtu usimzuie. Bwana asifiwe. Haleluya. Hata urafiki mimi sikuzuia. Kuna urafiki na binadamu. Lakini ushauri wako hakikisha rafiki namba moja anakuwa nani? Rafiki namba moja anakuwa nani? Kwa sababu marafiki wa dunia wanabadilika. Marafiki wa dunia wakati mwingine ni marafiki maslahi. Kuna kamwili anachotaka kuelewa hapo kweli anakunyona kwa namna fulani hivi ndio rafiki naendelea. Tuna marafiki wengine kama anachotaka kutoka kwako. Mimi nakwambia urafiki ambao hauna mambo mengi, hauna shida. Rafiki ambaye ana shida ni Yesu. Na mimi nakushika katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Bwana wewe, mimi nakwambia ni rafiki wa kwanza na namba moja ni Yesu. Ndio rafiki wa namba moja. Sisi tuko marafiki ila na hao marafiki wafuate mashariki ambayo Yesu